Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 4 ya kipindi hiki cha Kwaresma. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Katika Dominika hii, masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Nabii Samueli, sura ile ya 16 aya ya kwanza b na aya ya 6 hadi ya 7, ya 10 hadi ya 13a. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, sura ya 5 aya ya 8 hadi ya 14, na injili inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 41. Nitalisoma somo la kwanza. Bwana akamwambia Samueli, ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Ikawa walipokuja, Samueli alimtazama Eliabu, akasema, yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama, anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea na safari yetu ya vita vya kiroho katika kipindi hiki cha Kwaresma. Katika Dominika hii ya 4, masomo ambayo tumepewa, tukianza na somo la kwanza ambalo linazungumza tukio la Daudi mchunga ng'ombe aliyesaulika, akatengwa na familia yake, anapakwa mafuta na Nabii Samueli ili aweze kuwa mfalme kwa Waisraeli. Tukio hili linaendana na Mwenyezi Mungu alipomkataa Sauli asiwe mfalme juu ya wana wa Israeli. Usisahau kwamba wana wa Israeli walipofika katika ile nchi ya ahadi, walimwambia Nabii Samueli, hatutaki Mwenyezi Mungu aweze kuwa mfalme wetu, utuchagulie mfalme atakayeweza kutuongoza kama walivyo mataifa wengine. Baada ya mjadala mrefu kati ya Mungu na Nabii Samueli, na Nabii Samueli akawaambia madhara ya mfalme wa kidunia atakavyokuja, atakavyoweza kuwatesa na kunyang'anya mali zenu, kuwanyang'anya mabinti zenu, mtakavyoweza kulipa kodi. Wakasema, sisi tunahitaji mfalme. Basi Mwenyezi Mungu alimwambia Samueli wasikilize, na ndipo akamchagua mfalme Sauli, akawa ndio mfalme wa kwanza kwa taifa la Israeli. Sauli hakufanya vizuri mbele za Mwenyezi Mungu. Ukisoma ile sura ya 15, Sauli alitumwa na Mwenyezi Mungu aende akaangamize
wa Amaleki. Amaleki walikuwa ni maadui wa Israeli ambao walitaka kuweza kuangamiza wana wa Israeli wakiwa safarini wanatoka Misri kwenda katika ile nchi ya ahadi jangwani. Habari hizi tunazipata sana katika kitabu cha Kutoka kuanzia ile sura ya 16, 17 na 18. Amaleki wakataka kuweza kuangamiza taifa la Israeli, watu wa Mungu. Na baadaye Israeli walishinda kwa vile Musa alipanda mlimani katika maombi, akainua mikono yake kwa Mungu. Na ndipo Yoshua akapigana vile vita kwa maombi ya Musa mtumishi wa Mungu, Israeli wakashinda. Mwenyezi Mungu akapanga Amaleki lazima waje waangamizwe. Aliyekuwa na kazi ya kuja kuangamiza hao Amaleki, kazi alikuwa amepewa, alikuwa ni huyu mfalme Sauli. Alipoenda kwenda kupigana ile vita, akamkuta mfalme aliyekuwepo kule wa Amaleki, akamwacha. Alipaswa kuweza kuangamiza watu wote wa Amaleki na mali zao. Akachukua zile mali nzuri nzuri, ng'ombe walionona, akajifanya anakuja kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka baada ya kushinda katika ile vita. Mwenyezi Mungu akakataa, akasema, utii ni bora kuliko sadaka. Ungenitii katika kile nilichokuwa nakwambia. Ndipo ufalme ukaondoka kwa Sauli. Roho wa Bwana akaondoka kwa Sauli. Huyu nabii Samueli akadumu katika maombi sana kuweza kumwombea huyu mfalme Sauli ili Mwenyezi Mungu amsamehe. Mwenyezi Mungu akasema, utaendelea kumwombea huyu Sauli hadi lini? Ondoka, nenda katika familia ya Yese, uende nami nitakuonyesha yule ambaye utampaka mafuta aweze kuwa mfalme. Ndio safari anaanza. Ingawa baadaye Samueli nabii alisita sana, alimwogopa Sauli kwamba angeweza kumwangamiza, akamwambia nenda. Anafika nyumbani kwa Yese, eneo la Bethlehemu. Anafika pale, huyu Yese anawaleta watoto wake wote 7. Anamsahau mtoto mmoja, na kwa sababu alijua Roho wa Bwana atakuwa katika mzaliwa wa kwanza, akamleta Eliabu. Na hadi nabii Samueli naye akaingia katika ushawishi katika muonekano wa nje. Eliabu alikuwa na muonekano mzuri kwamba huyu ndo anaweza kuwa masihi wa Bwana, kwamba Roho wa Bwana yuko juu yake, kwamba anaenda kuweza kuwa mfalme. Ndipo Mwenyezi Mungu anamwambia nabii Samueli, sijampokea, nimemkataa Eliabu asiwe mfalme. Anamwambia maneno haya kwamba Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Na hapo ndipo kuna shule kubwa sana. Kama Bwana angekuwa anaangalia sura na mitazamo ya nje, wengi sana wangekuwa katika nafasi mbalimbali za juu za kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bwana haangalii sura ya nje. Bwana anaangalia mtu ambaye ana moyo wa kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu, moyo wa kufanya mambo ambayo ni makubwa. Binadamu tunahukumu sana watu kupitia mionekano ya nje, na leo Mwenyezi Mungu atutie nguvu katika safari hii. Tumewahukumu wengi. Muonekano wa nje anaonekana ni katili, lakini ni mtu mwema sana. Moyo wake una huruma. Muonekano wa nje anaonekana kama huyu ni kahaba, lakini hayuko vile. Ndio maana hata watu wengine walikuwa wanafika hatua wanatengwa, wanafukuzwa hadi katika maeneo ya nyumba za ibada. Tumewafukuza watu wengi wema ambao wanapenda kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya muonekano ya nje. Usimhukumu mtu kwa sababu ya muonekano wa nje. Angalia moyo wake. Kama amekuja hadi katika nyumba ya ibada kuja kusali, mumpokee kupitia moyo wake. Mionekano ya nje inatudanganya. Wapo akina Eliabu wengi wanaonekana kwamba hawa ni wacha Mungu, lakini kumbe mioyo yao iko mbali na Mwenyezi Mungu. Wanaonekana wakitulia wanaposali, utahisi kwamba Bikira Maria labda ndio anapashwa habari na malaika Gabrieli, lakini kumbe mioyo yao iko mbali na Mwenyezi Mungu. Wanapoitikia katika ibada, unasema kweli hao watu ni wa Mwenyezi Mungu, lakini mionekano ya nje, mavazi na mtindo yao ya mavazi iko mbali na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye anaangalia moyo. Unaweza ukawa huna muonekano mzuri mbele za watu, lakini mbele za Mwenyezi Mungu ukawa ni mtu sahihi.
Udumu katika njia hiyo na Mwenyezi Mungu akutie nguvu, tusidanganyike na mionekano ya kina Eliabu. Baadaye Yese akawaleta watoto wake wengine 6. Nabii akasema Bwana hakuwachagua hawa. Ndipo Samueli akajua wazi kwamba kuna kitu ambacho hakiende vizuri. Akamuuliza Yese baba yake Daudi, akasema, je, watoto wako wote wapo hapa? Yese akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Angalia kinachotokea. Mzee Yese hakutaja kwamba amesalia Daudi, amesema amesalia mdogo wao. Hakutaka hata kuweza kulitaja jina. Kuna maswali mengi ambayo tunayojiuliza hapa. Ilikuwaje ameambiwa kwamba leo nabii inakuja kutolewa ibada, na ibada hii lazima watoto wako wote waje, lakini Yese hakumleta Daudi, alimwacha kwenye machunga akawaleta hawa. Na baadaye pia anauliza watoto wako wote wako hapa, hataji hadi jina, amesema yuko mdogo. Inaonekana kama vile Daudi anavyosali, anavyofanya toba katika ile Zaburi ya 51, anasema mama yangu alinichukua mimba hatiani. Inaonekana kutungwa mimba kwa Daudi hakukuwa baraka katika familia ya Yese, na ndio maana basi wakaamua huyu mtoto mdogo aende akachunge kondoo. Na kipindi hicho kuchunga kondoo walipaswa kwenda wale ambao walikuwa na umri mkubwa. Katika hatari zozote zile ambazo zingekuja kutokea huko, akija simba, akija dubu, akija mnyama mkali, wakija majambazi kutaka kuja kunyang'anya wale, kuiba, au mnyama mkali kuja kuvamia wale kondoo, maanake hao wenye nguvu ndio waweze kusimama imara kuweza kutetea wale kondoo. Lakini hii familia ilimtenga Daudi katika umri mdogo, wakamsukumizia jukumu la kuweza kuchunga kondoo, kwamba aende tu huko, simba akija akiweza kumlarua, akiweza kumuua, amuue tu, apotelee mbali. Tabia ya kukataa mimba za watoto ambao wanakuja wazazi wakiwa katika umri mkubwa, ndio hiyo ambayo Daudi amekuja kumkuta. Mtoto yeyote yule anayekuja, wazazi mna umri mkubwa, mama umepata mimba, usitoe mimba hiyo, kwa sababu mzee Yese aliona aibu. Watu wakija hapa nyumbani wanasema na huyu mtoto ni mjukuu wako, anajisikia aibu, akaamua kumsakinizia huko. Kitendo cha kutengwa kinauma sana. Kitendo cha kukataliwa katika familia kinaleta maumivu makubwa sana, na watu wengine wamekuwa wakichanganyikiwa. Afya zao za akili zimerukwa kwa sababu walitengwa na wazazi wao, walitengwa na ndugu zao, wakasukumiziwa huko. Daudi alipotengwa na wazazi wake, akafanya kazi ya kuchunga kondoo, kazi ambayo ilikuwa ni ya mtumwa na si kazi ambayo mtoto wa familia alipaswa kwenda kuifanya. Daudi alipokea hayo majukumu hadi akiwa huko machungani. Simba walipokuja kuvamia wale kondoo wa baba yake, alisema badala ya kupeleka taarifa kwamba kondoo ameuawa na simba, mimi mwenyewe niende nikapambane na simba katika umri wake mdogo. Aliingia kupambana na simba, afadhali nife mimi kuliko kondoo kuweza kufa. Aliingia kupambana na simba, na ile nguvu ya kuweza kupambana na simba aliyokuwa nayo, alipompiga simba alipopigwa na ile fimbo ya Daudi, aliona amepigwa na kitu kizito, ambacho kumbe ndani ya ile fimbo alikuwa anampiga na kuweza kunyang'anya yule mnyama, Mungu alikuwa pamoja na yeye. Ndio maana basi Daudi akatunga ile Zaburi ya 23, akasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Alihisi kwamba yeye ndio mchungaji wa kondoo, akaja kutambua katika mazingira ya kutengwa kwamba Bwana ndiye mchungaji wake, na anasema kwamba sitapungukiwa na kitu. Na anaongeza, anasema katika malisho ya majani mabichi Bwana hunilaza, kando ya maji utulivu huniongoza. Anaongeza, anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Alipita katika bonde la uvuli wa mauti alipokuwa ametengwa na ndugu zake. Dubu wanakuja kuvamia kondoo, simba wanakuja kuvamia kondoo, lakini Bwana anasema alimlinda, hakupungukiwa na kitu, kwa maana Bwana alikuwa pamoja na yeye. Wataalamu wa maandiko matakatifu na maisha ya kiroho wanasema kwamba
Kutengwa, kukataliwa kwa Daudi kulikuwa ndio uwanja wa mazoezi mazuri sana kwake katika ile kazi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia aje aifanye. Yaani Daudi alikuja duniani kwa kusudi la kuja kukomboa taifa la Israeli. Ili aweze kuja kuwa mfalme, ilibidi atengwe, akae peke yake. Kukaa peke yake huko manake ndipo alipomjua Bwana kwamba Bwana ndiye mchungaji wake. Kuna kipindi umetengwa, kuna watu wametengwa, kuna kipindi umekataliwa na wazazi wako, kuna watu wamekataliwa na baba zao tokea tumboni mwa mama zao, kuna wengine wamekataliwa baada ya kuweza kuzaliwa, kuna wengine wametengwa na familia, wamebakia katika hali ya upweke. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Watu wote ambao wamebeba kusudi la Mwenyezi Mungu huwa wanatengwa, wanakataliwa ili Mwenyezi Mungu apate nafasi ya kujidhihirisha kwao. Umetengwa, umekataliwa kama Daudi alipokataliwa, ni uwanja mzuri sana kwako katika ile kazi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Ndio kipindi cha kuweza kumtambua Bwana kwamba yeye ndio mchungaji wako. Zaburi ya 23 isije kaondoka kwako. Bwana ndio mchungaji wako. Ulizani kwamba hao wazazi wako, ulizani kama ndugu zako hao watakuwa pamoja na wewe. Bwana ndio aliyekulinda miezi 9 tumboni, walitaka kuweza kukuua. Bwana ndio aliyekulinda ulipozaliwa. Umepita kote katika mazingira ya shule, umepita kote hadi leo hii umekuja kutengwa. Bwana yupo pamoja na wewe. Usijifanyie mazingira ya kujidhuru, usijinyonge, usinywe sumu. Bwana yupo pamoja na wewe kama Daudi alivyokuwa huko. Yese anasema hatutafanya sherehe, hatutakaa na kula mpaka huyu ambaye hamjamtaja jina mtakapomleta. Ndipo kinatumwa kikosi cha watu kwenda kumchukua. Hawakwenda wale kaka zake, kwa sababu wangeenda wale kaka zake wangemnyonga njiani, wakasema kwamba hatujamuona. Anatumwa mtu mwingine kwenda kumchukua Daudi. Daudi analetwa pale, anafika pale, hawakumtazama katika mavazi. Angalia neno la Mungu nasema, ndipo Daudi muonekano wake anasema akawa na umbo lililo zuri, mwekundu, ana macho mazuri, umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akamwambia Samueli, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Leo ni habari njema kwa wale wote waliotengwa, kwamba Bwana ana makusudi na wewe. Wale wote ambao wamebeba kusudi la Mwenyezi Mungu kubwa huwa wanapelekwa katika mazingira magumu ya mwanzo, ili katika mazingira ya upweke hao waweze kumtambua Mwenyezi Mungu. Ndio maana katika somo la Injili tunakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwake. Ametengwa, kazi yake ni kuomba. Wanafunzi wanamuuliza Yesu, nani aliyetenda dhambi? Ni wazazi au huyu? Na Yesu anazungumza, huyu ndugu kuwa kipofu au matatizo mengine yanayotokea katika jamii? Kipofu, magonjwa, misiba, shida zote zile si kwa sababu wewe yule mhusika ametenda dhambi au wazazi wametenda dhambi. Yesu anasema kwamba kuna matatizo mengine yakitokea ni kwa ajili ya kumpa Mwenyezi Mungu sifa na utukufu. Kama vile Daudi alivyokuwa ametengwa ili baadaye aweze kumpa Mwenyezi Mungu sifa na utukufu. Ndio maana ametunga Zaburi ya 23 ambayo kila mmoja anaimba kwa sababu ya kutengwa kwake. Mazingira magumu yanayokuja kwako ni kwa ajili ya kuweza kumpa Mwenyezi Mungu sifa na utukufu. Mpatie Mwenyezi Mungu sifa na utukufu hadi katika magonjwa. Mpatie Mwenyezi Mungu sifa na utukufu hadi katika misiba. Mwambie jina lako litukuzwe, kwa sababu kuna mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na Yesu anakuja kumfanyia uumbaji mpya. Anatema mate katika nyakati ambazo Yesu alikuwa anaishi. Walikuwa wanaamini kwamba mtu yeyote yule ambaye ni maarufu, mwenye sifa kubwa, ana jina kubwa, kiongozi, mate yake yalikuwa ni dawa. Anatema mate kwa sababu yeye ni muumbaji. Anafanya uumbaji kama alivyofanya uumbaji katika lile kitabu cha Mwanzo alipokuwa anamuumba Adam. Yesu Kristo yeye ni neno wa Mungu. Na kwa sababu Yohana amezungumza pasipo yeye akifanyika kitu. Kwa hiyo anarudi kuja kumuumba huyu mtu. Anachukua ile mate, anampaka katika macho, anamwambia nenda kajioshe katika bwawa lile la Siloamu. Anakwenda kujiosha huyu bwana na anatakasika, anapata kuweza kuona. Tendo hili la Yesu kumponya huyu aliyekuwa ametengwa kwa muda wa miaka mingi siku ya Sabato inaibua hisia tofauti kwa kundi la watu ambao walikuwa ni viongozi wa kidini. Watu hao walikuwa ni Mafarisayo. Wanamwambia, kwa nini Yesu ametenda
kazi, amefanya kazi siku ya Sabato. Na baadaye wanamuuliza maswali mengi magumu, huyu aliyekuwa ameponywa, ni nani aliyekuponya? Na baadaye maswali hayo hayaishi kwa huyu aliyekuwa ameponywa tu, wanaenda hadi kwa wazazi wa huyu aliyekuwa ameponywa. Wanasema, je, huyu ni mtoto wenu ambaye mnasema alikuwa amezaliwa kipofu? Wanakataa kufikiri kwamba Yesu amemponya siku ya Sabato. Na wazazi wao wanajibu, wanasema, huyu kweli ni mtoto wetu na alizaliwa kipofu, ila amepataje kuweza kuona hatujui, mumuulizeni yeye. Tendo hili linafundishwa kwetu kwamba unaweza kawa ni kiongozi wa dini, unasali sana, alafu usiamini uwezo wa Mungu na nguvu zake. Ukawa unaamini mambo kupitia akili yako na utendaji wako wa kazi. Usiamini utendaji kazi wa watu wengine. Usiamini uwezo wa watu wengine. Ndio akina Eliabu na wadogo zake hawakuamini uwezo wa Mungu ulioko ndani ya Daudi, wakamtenga. Unamtenga mtu kwa sababu wewe una akili zako, una mambo yako. Wanamkataa huyu mtu aliyeponywa na Yesu, wamemtenga Yesu, wanasema Yesu ana dhambi. Na huyu mtu anakuja kuambia kwamba sikilizeni, tunaamini kwamba Mungu kwa kawaida hamsikilizi mtu ambaye ana dhambi. Mimi nilikuwa kipofu, huyu Bwana ameniponya. Kama ninyi mnasema kwamba huyu si mtu wa Mungu, imekuwaje ameniponya? Baadaye wanataka kuweza kumtenga kwa sababu ya kuponywa kwake. Yesu anakutana naye, anasema kwamba umepona, usitende dhambi tena. Na baadaye sasa, katika hayo ambayo Yesu anayatenda, anamwambia kwamba nimekuja ulimwenguni niweze kuwa nuru. Anasema ulimwenguni huku kuna giza. Anasema ulimwenguni huku kuna mateso, nimekuja kuleta mwanga. Basi tukiwa katika duniani hapa, tujitahidi tuweze kuwa mwanga kwa wenzetu. Tusiwe na ile tabia ya kuwaweka watu wengine pembeni. Duniani hapa tufanye kama Yesu alivyofanya, kumletea mwanga huyu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Duniani hapa tuwasaidie watu wengine waweze kuona dunia, waweze kuona maana ya kuweza kuishi hapa duniani. Tusiwatenge, tusiwafanyie mabaya. Na katika hiyo ndipo itakapokuwa ni furaha. Daudi anapata furaha ya kuweza kuwa mmoja ya viongozi wakubwa, na anakuja baadaye kuja kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu, mpaka Mwenyezi Mungu anamuita, anasema Daudi mtumishi wangu. Na katika Agano la Kale, kati ya majina makubwa sana yanayosifika sana, yameandikwa mara nyingi zaidi, ni Musa na Daudi, watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na Yesu Kristo anakuja kuleta mwanga. Hebu katika Kwaresma waletee mwanga, usiwaangamize wenzako, usiwatenge, usiwaletee huzuni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.